Karibu katika episodi ya pili. Tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Jaychan akiwa ameweza kushuhudia tukio la ajali katika ndoto, na hapa alikwenda kuizuia tena kwa kuweza kuigonga gari ya hawa wawili walikuwa wamepanda wapenda nao. Hasa mtu aliyekuwa anataka kugongwa katika ile ajali alikuwa anafahamika kama Mwamba Gotak, huyu aliyevaa kofia. Alibaki anashangaa tu, ila Mwamba Bogang akiwa katika gari yake alistaajabu sana kwa tukio kama hili. Akamfuata Mwamba na kuanza kumpiga, lakini jamaa akabidi kusimulia kila kitu kwamba ameweza kulota tukio la ajali, ila Mwamba Bogang hakuamini kabisa tukio hili ambalo anasimuliwa na huyu Mwamba Jaychan. Lakini upande wa bidada Hanju, yeye alikuwa akimtazama Mwamba, akaunganisha matukio, akagundua kuwa leo mama yake alipaswa kufa na huyu jamaa ameweza kumsaidia, wakati hakuna hata mmoja aliyeweza kumsadiki na kumwamini jamaa, lakini bidada aliweza kumwamini tena, akaenda kumkumbatia akimshukuru. Dakika chache baadaye polisi wakawa wametimba katika eneo hilo. Mwamba Jaychan akawa amechukuliwa na bidada Hanju, akawa anapakiwa katika ambulance ili waweze kuwaisha hospitali. Mwamba Jaychan akasema kuwa katika ndoto ambayo nilikuwa nimeweza kuiota, ni kwa nini umeweza kuniamini kwa haraka namna hiyo wakati hakuna aliyeweza kuniamini? Lakini bidada Hanju akasema kwamba ndoto uliota ni ya kweli, kwa sababu hata mwenyewe niliota hivyo hivyo. Mwamba Jaychan akaanza kujisemea kimoyomoyo, haka dada kanaonekana kaongo. Lakini walipoweza kutoka hapo akawa amefika katika maeneo ya hospitalini, bidada akaanza kumwambia kwamba hiyo ajali uliweza kuizuia itabadilishwa na kuhamishiwa kwa mtu mwingine. Mwamba alishtuka sana, ikabidi kusogea pembeni. Lakini kuanzia siku hiyo bidada Hanju kila wakati alikuwa akimkumbuka sana jamaa na kuamini kwamba huyu jamaa ni kama wana kitu ambacho kinafanana pia. Bidada akawa anatamani kuonana na Mwamba, lakini kutokea siku hiyo akawa haonani na jamaa kabisa. Jamaa akawa anapita njia zake na bidada njia zake, yani wakawa wakutani, ila bidada alikuwa anatamani sana waweze kuonana hata kwa mara nyingine tena. Lakini Mungu mwema, baada ya mizunguko ya siku kama wiki nzima hivi, leo akaweza kukutana katika treni moja kwa moja. Bidada alikuwa amefurahi kila wakati anaongea na jamaa akiwa anacheka tu, lakini jamaa akasema kwamba mimi kila hatari ambayo naiota katika ndoto huwa anafanya haraka sana kwenda kumsaidia mtu atakayekwenda kuipata hatari hiyo. Lakini upande wa bidada Hanju akasema kwamba kila ndoto ambayo nilikuwa nikiota, kama nikiota hatari basi ni lazima itokee, na kama nikiota msiba basi naanza kulia mapema. Lakini katika miaka yote hiyo ni mtu wa kwanza ambaye umeweza kubadilisha ndoto niliyoweza kuiota. Bidada Hanju akasema kuwa nilikuwa nikitamani sana kusaidia watu ambao nilikuwa nikiotea mabaya, lakini ilikuwa haiwezekaniki. Lakini wewe ndio mtu pekee ambaye nilikuwa nakutafuta kwa miaka mingi, mtu ambaye unaweza kuzuia kile kibaya ambacho nakiota. Hasa bidada Hanju alipokuwa na kielele bana, siku hiyo hiyo akamuita Bogang na kumwambia kwamba naomba tuachane bana, naomba tuachane na hisi sikupendi sasa hivi. Baada ya kutoka hapo, leo kunaonekana kuna mashindano fulani ya watu wanaopiga vinanda, lakini kwa bahati mbaya kuna mtu alikuwa ameanguka chini. Polisi walifika haraka sana eneo hilo, lakini pia wakawa wamemkamata mume wa mwanamke ambaye alikuwa ameanguka chini wakati huo. Inaonekana kwamba wana mtoto wa kike, lakini huyu mtoto wao wa kike anayefahamika kama Son, inaonekana alikuwa na hasira sana na baba yake, kwa sababu baba yake amewahi kumpiga mama yake mpaka akaweza kupoteza fahamu. Na tena bidada alikuwa na mpango wa kuweza kulipa kisasi, ila kwa bahati nzuri ni kwamba rafiki yake mmoja hivi akaweza kumzuia asiweze kulipa hicho kisasi. Kwa hiyo mama mtu alikuwa anapitia majanga mengi kwa sababu mume wake alikuwa akimpiga sana na wakati mwingi alikuwa akipoteza fahamu. Hata kuanguka kwake siku ya leo ni kutokana na majeraha makubwa ambayo mume mtu huwa anamsababishia. Hasa mtoto mtu anayefahamika kama Soun, wasiwasi wake mkubwa ulikuwa ni kwamba hata kwamba baba yake ameweza kukamatwa, lakini hatokaa kabisa katika eneo hilo la mahabusu, atatoka siku ya leo kwa sababu ana wanasheria wenye nguvu sana. Sasa bana, maajabu ni kwamba mwanasheria huyu baba ni Mwamba Bogang. Na pia hutakaa uamini, mwanamama alipigwa sana, kumbe bana mbavu kama 6 hivi ziliweza kuvunjika. Lakini licha hayo yote, Bogang ataenda kubadilisha tu mchakato mzima. Itaonekana jamani kwamba hana maelewano mazuri na mke wake, kwa hiyo mke wake anatumia fursa ya kujiumiza ili kuweza kumtia mume wake hatiani. Kwa hiyo ndio hivyo bana, mwanasheria Bogang ndio kazi zake hizo. Na huku bidada Soon akiwa anamtazama mama yake anapata hasira sana, kwa sababu licha hayo yote mama mtu bado anampenda mume wake na kumheshimu sana tu. Lakini huku katika ofisi Mwamba Jaychan tayari ameipata ile kesi, akataka kudili nayo, lakini Bogang akamwambia kwamba achana hiyo kesi, unatakiwa uifunge haraka sana, haitakiwi kuendelea kwa sababu ninayo mimi mikononi mwangu. Basi bana, itokea mabishano makubwa sana baina yao, lakini Mwamba akaamua tu kuanza kumalizia viporo vya kazi zote hapa ofisini. Alipiga kazi Mwamba kutoka asubuhi mpaka jioni, hapumziki hata kidogo, mpaka wafanyakazi wenzake walikuwa kimshangaa. Lakini Mwamba katika ndoto alikuwa akiota hapa ofisini wakati amelala, aliota kana kwamba mdogo wake ameweza kukamatwa na polisi, alafu yeye alikuwa kando anatazama tu wala kufanya kitu chochote. Haraka sana ikabidi kumpigia simu mdogo wake, akamuuliza uko sawa? Mdogo wake akasema kwamba niko sawa tu kabisa brother. Mdogo wake anafahamika kama Someone. Lakini licha ya kwamba mdogo wake amesema yuko sawa, Mwamba hajawahi kuota ndoto ikawa ya uongo. Moja kwa moja ikabidi kwenda kwa bidada Hanju, akamwambia kuwa nimeota ndoto mbaya kuhusiana na mdogo wangu. Vipi hii ndoto, na wewe umeotapo kitu chochote kile kinachohusiana na familia yangu? Bidada akasema ndio, nimewahi kuota ndoto. Lakini bidada alikuwa na wasiwasi sana. Mwamba akawa ameshtuka, akaanza kumlazimisha bidada, hebu niambie ulikuwa umeota nini? Bidada akasema kwamba niliota kwamba kuna tukio la mauaji, na hili tukio la mauaji halikufanywa
kwa makusudi. Mtu ambaye alikuwa amefanya mauaji hayo alikuwa ni mdogo wako ambaye ni Someone. Yeye alikuwa na girlfriend wake ambaye anapendana naye sana. Kwa bahati mbaya yule girlfriend alikuwa na wazazi ambao hawapatani hata kidogo. Na hapa ndo tunagundua kwamba mwamba Someone, mdogo wa mwamba Jae-shen, huwa ana mahusiano na yake bidada kanakofahamika kama So-eun, ambako kako kumuguza mama yake alikuwa amepigwa vibaya na mume wake kule katika maeneo ya hospitali. Sasa inaonyesha kwamba siku moja kutakuwa na ugomvi mkubwa sana nyumbani kwa kina bidada So-eun. Lakini kwa bahati mbaya Someone atakuwa akimtembelea girlfriend wake siku hiyo. Atakuta ugomvi mkubwa sana unaendelea na baba mtu akiwa anampiga sana huyu mke wake. Kwa bahati mbaya katika kuingilia ugomvi huo atamsukuma mwamba vibaya na jamaa ataanguka, atafariki. Kesi itakayokuwa inaongoroma wakati hiyo ni tukio la mwamba Someone kuweza kumuua baba yake na girlfriend wake. Na mwamba ndo akakumbuka kwamba huyu baba yake ndio yule mwanamke ambaye yuko hospitalini, alafu mimi nimezuiliwa kuiendesha ile kesi na mwamba Bogan ndo anaiendesha. Lazima niitilie maanani kesi ili kuweza kuzuia tukio. Basi haraka sana mwamba ikabidi kuweza kukimbia kuelekea katika eneo ambalo tukio lingeweza kutokea. Lakini hapa tunaonyeshwa mwamba Someone. Kumbuka kwamba Someone ni mdogo wa mwamba Jae-shen na yule Bogan ni kaka mkubwa kabisa wa familia. Kwa hiyo hawa wote ni ndugu. Hasa bidada So-eun akawa amefikia hatua mbaya zaidi, akawa ameweza kununua sumu. Lakini Someone akaanza kumzuia na kumwambia kuwa usije ukamnywesha sumu hiyo baba yako hata siku moja. Lakini bidada akasema kuwa lazima nimnyweshe, anamtesa sana mama wangu. Hasa mwamba Jae-shen anapiga simu sana kwa mdogo wake kwa sababu anajua sasa kwamba siku ya leo ndio tukio litakwenda kutokea, na hatari ni kwamba mdogo wake ataingia katika kesi ya mauaji. Wanampigia simu lakini mdogo mtu apokei simu. Kimbia wakaelekea mpaka katika ile nyumba ambayo bidada So-eun alikuwa akiishi. Moja kwa moja bidada Hanju akaminya alarm ili kuweza kuwavutia mapolisi kuja katika eneo hili. Na mwamba Jae-shen akatimba katika maeneo hayo na kuweza kuanza kumzuia mdogo wake na kumwambia kuwa asiingie kabisa katika hicho chumba kwa sababu siku ya leo atakwenda kupata matatizo makubwa. Na ni kweli kabisa, plani yao ikawa imeweza kufanya kazi. Mwisho wa siku bana wakafanikiwa kulikomboa tukio. Sasa huku dogo mtu anamlalamikia sana Jae-shen na kusema kwamba kwani unaniingilia katika mambo yangu wewe? Tena bwana mdogo Someone akasema kwamba yule mzee ni mkorofi, ni mzee ambaye anamuonea sana yule mwanamke. Basi mwamba moja kwa moja Jae-shen akaapa kwamba atakwenda kudili na hiyo kesi mpaka msoke ndani yule mzee. Hasa jambo la kushangaza ni kwamba katika tukio hili bana mafando walikuwa wameweza kufika hapa. Kumbe alikuwa na yule mwamba Gutang ambaye siku ya jana waliweza kumuokoa katika tukio la ajali ambayo itakiwa iweze kumpata. Mwamba alimtazama bidada, hakuweza kumaliza kabisa. Aliweza kumsaidia siku ya jana huyo. Basi bana bidada Hanju akawa amemwalika bidada So-eun pamoja na mama yake kwenda kuishi katika nyumba yao ili kuweza kumwepuka baba yao ambao kila wakati alikuwa akiwashambulia na kuwapiga sana. Mwamba Jae-shen baada ya kisanga kile kizito sasa amerudi chumbani kwake, akawa anakumbuka kumbukumbu za zamani sana kuhusiana na baba yake. Licha ya kwamba baba yake alikuwa ni mkali sana, lakini alikuwa na mapenzi ya dhati na kila wakati alikuwa akilinda familia yake sana. Kila wakati alikuwa anatamani Jae-shen aje kuwa na maisha mazuri sana na alikuwa akimlazimisha kufanya kazi kwa bidii na kusoma sana. Lakini siku moja baba yake na mwamba Jae-shen aliweza kufariki, na baada ya kufariki tu ile kitu ilimsababishia maumivu makali sana bwana mkubwa. Hasa kama unavyojua kwamba bidada Hanju kila wakati anambizia sana mwamba Jae-shen, anatamani kuwa jirani naye sana. Jamaa akiwa anaelekea kazini sasa akakuta kabidada hapa mbele kanamsubiria, yani kama bahati hivi. Kibongobongo tayari ushaona manyoya, yani tayari kuku kashaliwa zamani sana, hakunaga mbongo mzee. Mwamba Jae-shen moja kwa moja akawa ametimba kule ofisini kwake na kusema kwamba anataka kuivalia kesi njuga hii ya mama yake na huyu bidada So-eun, na anataka kujua ni kwa nini ule mzee kila akifanya makosa huwa anaachiwa. Bosi mkuu katika hii kampuni ambayo mwamba anafanyia akasema kwamba kuanzia sasa hivi sikutaki kabisa ofisini kwangu, toka hapa. Jamaa akasema kwamba siwezi nikatoka mpaka ni dili na hii kesi. Basi wafanyakazi wengine walikuwa wamesikia issue hiyo, tena wakawa wanampongeza wakasema kweli bana, huyu bosi amezidi kupotezea kesi za msingi kama hizo, bora jamaa ameweza kumchana. Lakini wengine wakasema da, tunampa pole mwanetu kwa sababu sio muda mrefu atakwenda kufukuzwa kazi mazima. Sasa mwamba Jae-shen yuko katika kutembea mitaani huko akashangaa na kukutana na yule afande ambaye anafahamika kama Gutang ambaye alitaka kugongwa siku za hivi karibuni. Na mwamba kwa kumshukuru Jae-shen akamwalika katika chakula cha jioni, na katika mgawa aliweza kuchagua ni ule mgawa ambao bidada Hanju anaweza kufanyia ama kuuzia. Lakini walipofika tu Jae-shen alishangaa kuona kuwa eti hawa wawili ni kama wanajuana hivi, tena wanaongea kwa kucheka, kitu ambacho kaanza kumsababisha aanze kupata wivu fulani. Na kitu cha kuchekesha ni kwamba eti Someone kumbe anafanyia hapa kama part time fulani hivi, yani kumbe mwamba mdogo wake anakujaga hapa kuuza mgawani, na lengo la Someone ni kama analipa fadhila za bidada alivyoweza kuisaidia ile familia yule bidada ambaye anampenda. Kwa hiyo anakuja kufanya kazi hapa ili kama kulipa fadhila tu. Lakini kumbe wakati wakiwa katika eneo hili, tofauti ni kwamba huyu mwamba Gutang yeye ana uwezo wa kuota ndoto ya matukio yote ambayo yatakwenda kujili mbele, sio mabaya sio mazuri, yani ana uwezo wa kukisia matukio ya mbele yake. Na hata hapa katika eneo la mgahawa ambapo wamefika siku ya leo na mwamba Jae-shen, basi alikuwa anatakiwa kuja na bosi wake, yeye akaamua kubadilisha tukio kwa kuja na mwamba Jae-shen. Sasa akakisia kwa kusema kuwa kuna mgeni mwingine anakuja dakika hizi, na tena kama masiara akaanza kuhesabu 1 2 3, ile anahesabu tu ya 3 mwamba Bogan akaweza kuingia. Kwa hiyo hapa tunagundua kwamba Gutang ana uwezo mkubwa sana wa kuona tukio la mbele yake, na lengo la Bogan kufika katika eneo hili alikuja tu kujihakikishia kwamba je,
je, Sowan na mama yake je wanaishi hapa au la, kwa sababu yeye ndio mwanasheria wa baba yao. Jayshen alishangaa sana kuona tukio hili, akaona shangaa, ina maana Bogan amekuja mpaka hapa kuifuatilia hiyo familia, ana shida gani huyu jamaa? Lakini Bogan alikuja na maneno machache sana kwa kusema kuwa baba yenu ameniagiza kwamba kama mtakuja kuhitaji taraka, basi mtambue kwamba hamtapata share yoyote ile katika familia yake, hilo mliweke katika akili yenu. Mtoto mtu aliposikia kwamba hawatapata share yoyote ile akavunjika sana moyo, kwa sababu alikuwa na ndoto ya kwenda kusoma nje ya nchi, na mama mtu hayuko tayari kuona kwamba mwanae ndoto zake zinavunjika. Hasa tunaondoka na swali moja tu, je, mama mtu atafanya nini kuhakikisha kwamba je anapata taraka ili asiweze kupatiwa mgao, ama atakwenda kuishi na mwamba ili aweze kupata mgao na mtoto wake aweze kusoma? Basi maswali yote hayo na majibu katika episode ijayo. Ujanja ni kugusa alama ya kusubscribe katika channel yetu na katika channel ya Mzamini anaisongesha vyema tamthilia hii. Ni vyema tukamtia moyo ili tuweze kwenda sub chap katika tamthilia hii, bonge la tamthilia, na ndo kwanza linaanza.